Naitwa Patrick Christopher Kayanda, mwenyekiti wa maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni. Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana katika wilaya yetu ya Kigamboni, na nashukuru Mungu mmeweza kufika ofisini kwangu. Naomba nikiri wazi kwamba ni kweli changamoto ya gesi wilaya ya Kigamboni kwa upande wa bajaji imekuwa ni changamoto kubwa sana, na naweza nikasema kabisa kwamba gesi wilaya ya Kigamboni hakuna, ila isipokuwa kituo kimoja cha gesi kipo maeneo ya Kibada, na mpaka dakika hii takribani mwaka mmoja na miezi mitano sasa inakaribia kufika, kituo hicho bado hakijatoa huduma kwa maafisa usafirishaji, na wamekuwa wakinitembelea mara kwa mara wakiniulizia kwa nini, lakini mpaka dakika hii nilijaribu nikiwa kama mwenyekiti wa wilaya Kigamboni kufuatilia kwa ukaribu sana kujua changamoto ni nini hasa ambayo inapelekea kituo hicho cha gesi kutoa huduma kwa wananchi. Nilifuatilia, nikawa na mawasiliano na Anlec Gas, nikamuuliza kwa nini mpaka dakika hii gesi haitoki wilaya Kigamboni, changamoto ni usajili ama changamoto nini? Akanithibitishia wazi kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haina deni lolote kwa upande wa wao kutoa vibali. Wao vibali walishatoa na kila kitu kiko sawa, lakini isipokuwa kuna kampuni ambayo imesajili kwa niaba ya kutoa huduma inaitwa Nati Energy, ndio ambayo ina changamoto katika kuruhusu Anlec Gas kutoa hiyo huduma. Kwa hiyo nikauliza sasa shida nini? Akanambia changamoto bado ni ya kwao wenyewe ya ndani, lakini sio ya serikali. Kwa hiyo nikawaomba moja kwa moja kwamba wakae chini waliangalia hili swala ili kuhakikisha jambo hili linakaa sawa, lakini kwa bahati mbaya au nzuri sijajua kama walikaa ama hakukaa. Nikaamua kuandika barua kuiandikia EWURA ili EWURA ifanye jukumu la kuwaita watu na kujua changamoto ni nini. Kweli barua niliandika na EWURA, baadaye nikapata taarifa kutoka kwa Anlec kwamba tayari ni kweli waliitwa na wakakaa chini, baadaye akawaambia warudi wakakae waweze kulimaliza hili jambo lao. Sasa mpaka dakika hii bado vijana wanaendelea kunifuatilia kujua sasa mwenendo wa hili itaenda mpaka lini. Kwa hiyo nimewaona mmefika hapa, na mimi naomba niombe kwa vyombo vyote vinavyohusika, hususan EWURA pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, hili swala alichukulie kwa uzito mkubwa sana, kwa sababu nina takribani bajaji zisizopungua 1000 ambazo hizo bajaji zinahitaji nishati ya gesi kwa sasa, na kwa changamoto iliyopo tulionayo sasa ni mafuta, na ukizingatia zile gesi hazitumii mafuta mengi, sasa zinategemea gesi. Sasa ukitazama kutoka hapa kufuata gesi mjini, hususani uwanja wa ndege na vituo vingine vivyoko mjini, inatumika mpaka kutoka kule kurudi huku unakuta mawe mawili kwenye gesi yamefanya nini, yamepungua, kwa wana baki na mawe mawili. Yaani kwa siku moja naweza kaenda tena mjini mara 2 mpaka mara 3. Sasa kwa hali kama hii, na wilaya hii ni wilaya ya Kigamboni, kwa kweli inatuumiza sana na inatusikitisha sana. Na pili, niombe kwa wawekezaji wote ambao wanaweza kuja kutusaidia na kuwekeza nishati ya gesi wilaya Kigamboni, wache kwa haraka na kwa wingi sana, ili waweze kutukomboa maafisa usafirishaji waliopo wilaya ya Kigamboni, ili tuweze kujinasua kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, kuepuka usumbufu unaoendelea katika wilaya yetu ya Kigamboni. Lakini pili, ni muombe mkuu wa wilaya yetu ya Kigamboni, na mkubali sana na ni mpambanaji, hawa watu wawili anao uwezo wa kuwaita na kukaa nao chini na kutoa ushauri, sababu hapa nikitazama ni kutoa ushauri na hekima situmike, ili tuweze kupata manufaa makubwa ya kuweza kuweka gesi katika wilaya yetu ya Kigamboni. Nitoe wito kwa maafisa usafirishaji wilaya ya Kigamboni
kwa changamoto ambayo inaendelea kujitokeza katika wilaya yetu hii ya Kigamboni, kwamba kuanzia sasa hivi tunaomba sana tuwe watulivu, tuendelee kusubiri kwa sababu tayari tumepaza sauti zetu na vyombo vya habari tayari vimechukua taarifa zetu. Nadhani wahusika wamepokea taarifa hiyo. Kwa hiyo tuna imani kwamba kwa nia njema kabisa ya dhati na wanatambua umuhimu wa sisi maafisa usafirishaji. Kwa hiyo tuna imani kwamba hili watalipokea kwa mikono miwili na kulifanyia haraka sana ili tuweze kupata huduma stahiki ambayo inastahili sisi maafisa usafirishaji na bajaji katika wilaya yetu ya Kigamboni. Kwa hiyo niwasihi sana muwe watulivu kwa hali ya juu sana ili kuhakikisha kwamba kila kitu kitakwenda sawa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.